السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mwenyezi Mungu amsaidie sana. Anasema, nilikuwa naeleza kuhusu mali za ghanima zilizopatikana katika vita ya Hunain na ugawaji wake. Kuhusu hiyo matukio mengine yamesimuliwa hivi ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya ushindi wa Hunain alitoa amri ya kukusanya mali zote za ghanima katika eneo la Jirana, na pamoja na kutoa amri hiyo akaelekea Taif, na takriban baada ya mwezi moja akarejea kutoka Taif katika Jirana. Na baada ya kufika hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam hakugawa mali za ghanima, bali akangojea kwa siku kadhaa. Kwa baadhi akasubiri siku 13 14 akifikiri ya kwamba Banu Hawazin wakitubu watarejea na familia zao na mifugo yao watarudishiwa wao. Upande huu Nabii Karim sallallahu alaihi wasallam akaendelea kuwangojea, na huko Banu Hawazin wakaendelea kuwa na kiherehere ya kwamba kuenda kwetu kutakuwa na faida au la. Hatimaye Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kusubiri sana akagawa mali za ghanima na mateka. Alipoona kwamba wao hawaji, ugawaji huo ulipofanyika tayari watu 14 wenye heshima wa Banu Hawazin wakamjia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walikuwa wameshakubali Islam, nao wakasema ya kwamba kabila letu zima pia limeshakubali Islam. Kisha wakimwomba Mtume sallallahu alaihi wasallam msamaha, wakasema ya kwamba ewe Mtume wa Allah, sisi ni watu wenye heshima. Shida na matatizo tuliyopata unayo habari zake, utufanyie hisani. Allah atafanya hisani juu yako. Kiongozi wa ujumbe huo alikuwa Abu Surat Zuhair bin Jarwal. Huyo alikuwa mhaziri na mshairi vile vile. Yeye kwa njia nzuri na yenye kuvutia moyo akamwomba Mtume sallallahu alaihi wasallam msamaha, na ombi la msamaha akasema kwamba ewe Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, miongoni mwa hawa waliotekwa mna shangazi zako na mama zako wadogo na dada zako pia, ambao wameendelea kukulea na kukulisha. Kwa nini akasema hayo? Kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amepitisha zama ya utoto wake katika kabila la Banu Saad, na alikuwa amelelewa huko, na wazazi wake wenye kumnyonyesha walitokana na Banu Saad ambao walikuwa tawi moja la Banu Hawazin. Kisha alisema kwamba
hisani hii ya kumnyonyesha kama tungekuwa tumeifanya juu ya mfalme wa ghassan haris bin abi shimar au noman bin munzar mfalme wa iraq na msiba wa namna hiyo ungetujia wao bila shaka wangetu rehemu ilhali wewe ni mwenye kufanya rehema zaidi kuliko wote na ni mwenye sifa ya ukarimu baadaye akatunga shairi katika kumsifu mtume sallallahu alaihi wasallam katika ujumbe huo alikuwepo baba mdogo wa mtume sallallahu alaihi wasallam wa kumnyonya ziwa moja ye pia akatoa hutuba iliyo na hisia za namna hiyo hiyo na akasema kwamba ulipokuwa kwetu katika utoto wako wakati ule pia nilikuwa nimekuona ulikuwa mwema sana kisha katika umri wa ujana wako nikapata bahati ya kukutana nawe katika ujana pia hakuwa mtu mwema na mwenye tabia njema kushinda wewe wewe ni kheri tu na ni mto wa ukarimu sisi ni jamaa zako na ni kutoka kwa familia yako hivyo utufanyie hisani allah lazima atakupa malipo ya hisani hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam alisikia maombi yao yenye uchungu na hakukatalia ombi lao bali alisema kwamba mimi niliwangojeni kwa siku nyingi mpaka nikawa na yakini ya kwamba sasa nyini hamtakuja na sasa mnaona ya kwamba mimi nimebakiwa na wachache tu katika mateka wengine wote wameshagawiwa tayari na jambo lilo zuri kwangu ni lile ambalo liwe la kweli kabisa hivyo sasa mnaweza kuchagua kitu kimoja katika vitu viwili mateka kina baba kwa kina mama au mali mnaweza kuchagua kitu kimoja niliwasubirini sana nilitamani kuwarudishieni yote kundi la banu hawazan walipoona hali hiyo wakasema kwamba sisi tunataka kuchukua mateka yetu yani wanaume na wanawake wetu hapo mtume akasema kwamba mateka niliyopata mimi na banu abdulmutalib ni watu wenu tu yani mimi nawaacha huru na nawarudishieni na kuhusu mateka wengine nitaongea na waislamu wengine kwani nimeshawapa tayari na pamoja nayo akawaambia watu wa ujumbe utatuzi wake ya kwamba wafanye nini baada ya swala ya azuhuri mkisimama mbele ya watu museme kwamba sisi tunamfanya mtume sallallahu alaihi wasallam kama mwombezi wetu kwa waislamu na kwa kuwapitia waislamu tunamwomba mtume saa salam afanye maombezi yetu ya kwamba watoto na wanawake wetu waachwe huru na pamoja na hayo mtume alisema kwamba mbele ya waislamu mudhihirishe islamu yenu na museme kwamba sisi ni ndugu zenu kisha mimi nitafanya maombezi kutoka kwa waislamu yani mtume alisema kwamba mimi nitafanya maombezi yenu ni njia moja nzuri sana ya ukarimu na huruma ya mtume sallallahu alaihi wasallam ya kuwa mwenyewe anawafunza njia ya kuwakomboa mateka ili heshima ya waislamu wa kawaida pia ithaminiwe kwani mateka walikuwa wameshakabiziwa kwa waislamu na hawazin pia wapewe heshima watu wa ujumbe baada ya swala ya azuhuri wakasimama kama walivyokuwa wameambiwa sawa na riwaya ya bukhari mtume sallallahu alaihi wasallam akisimama na akielekea kwa watu alisema kwamba ndugu zenu baada ya kufanya toba wamewajieni mimi nataka kuwarudishia mateka yao yeyote akipenda kufanya hivyo kwa furaha anaweza kufanya na mtu akitaka kuchukua chochote kutoka kwangu kama malipo anaweza kufanya hivyo
mimi nitampatia haki yake kutoka mali za ghanima zitakazopatikana. Na pamoja na hayo akatangaza kuwaacha huru mateka yake na ya familia ya Abdul Muttalib. Maswahaba watukufu walikuwa wenye kumpenda zaidi kuliko nafsi zao na familia zao na wazazi wao. Wakasema, ya Rasulullah, kwa ajili ya furaha yako sisi kwa furaha ya moyo wetu tunawarudishia Hawazin mateka yao. Mtume kwa kuona jaziba yao hiyo akafurahi sana, lakini akaonelea kuwa apate kujua ridhaa na rai ya watu wote. Hivyo alisema kwamba mimi sina habari kwamba kati yenu nani ametoa rukhsa na nani bado hajatoa rukhsa, kwani wote walikuwa wakinena katika mkusanyiko wa watu wote. Hivyo nini muondoke na viongozi wenu wanijie na waje kueleza mtazamo wa watu wao. Kwa kauli yake hiyo watu wote wakaonyesha nia ya kurudisha mateka yao kwa furaha, na viongozi wao wakaja kumwambia Mtume saa salam. Na hivyo hisani hii azimu ya Mtume ikafanywa juu ya kaumu hiyo adui, ya kwamba mateka wote wakarudishwa bila malipo yote. Na akajali hivi hisia za maswahaba zake wenye kumpenda, kwamba alisema kwa mtu mmoja atapatiwa ngamia 6 kwa mtu mmoja aliyemteka. Hat Umar, hii ilikuwa mfano wake wa utii na upendo wa Mtume saa salam, kwamba wakati wa kuwaacha mateka huru hakuwepo huko. Aliporejea akaona mateka wanafurahia uhuru wao. Alipouliza akapata kujua kwamba Mtume amewaacha mateka wote huru. Yeye mara baada ya kusikia hiyo hakuona faida yoyote ya kufanya tahqiq zaidi, na mara moja akamwambia mwana wake kwamba, ewe Abdullah, nenda na ukamwachie huru mjakazi wangu huyo ambaye Mtume alikuwa amenipatia. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwacha huru mateka hawa wote wa Banu Hawazin bila kupokea malipo yote, bali akawapatia nguo pia. Na Mtume akasema kwamba fala yakhruju lhurru minhum illa kasia, yani yeyote mwenye kupata uhuru kati yao asiondoke bila kuvaa mavazi mapya. Hivyo kwa ajili ya kutii izini hiyo, kwa ajili ya kununua mavazi mapya akamtuma sahaba moja Busr bin Sufyan ili anunue mavazi mapya, na ye akaleta shuka mpya na kila mtu akapewa mavazi mapya. Sawa na riwaya, walikwepo watu 3 waliokataa kurudisha mateka yao. Aqra bin Habis alisema, ama mimi na Banu Tamim sisi tunakataa. Uyana bin Hisan Fazari alisema, mimi na kabila langu Banu Fazara tunakataa. Na Abbas bin Mirdas alisema kwamba mimi na Banu Sulaim hatutarudisha mateka. Lakini Banu Sulaim baada ya kusikia kauli ya kiongozi wao wakakataa kukubali amri ya kiongozi wao, na wakasema kila kitu tulicho nacho tumempatia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sawa na riwaya zingine, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema ya kwamba mateka wote wa Banu Hawazin ni huru, na mtu asiyetaka kumwacha huru mateka yake yeye atapewa ngamia 6 kutoka Baitul Mal. Hivyo hapo wale wote wakarizika ambao hawakuwa tayari kuwaacha huru watumwa wao, na hivyo mateka 6,000 wa Banu Hawazin wakaachwa huru. Sawa na baadhi ya riwaya, Uyana bin Hisan Fazari hakurudisha mtumwa wake, lakini kwa sababu ya uasi wake huo akalazimika kupata fedheha sana na pia akakosa kheri na baraka. Hivyo imeandikwa ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoambiwa ya kwamba wote wamerudisha mateka yao isipokuwa Uyana, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, Allah amuweke katika hasara. Kisa cha mateka yake ni kama hivi, ya kwamba yeye badala ya kuchukua mwanamke kijana alikuwa amemchukua mwanamke mzee kama mateka. Na watu walipomuuliza akasema kwamba watu wa familia yake watakapokuja ili kumwachisha huru,
mama huyu mzee, mimi nitapewa chochote nitakachoomba, kwani watoto wa mama huyu mzee watakuwa wengi. Sasa mateka wote walipoachwa huru, lakini yeye akakataa kumwacha huru. mwana wa mama huyo akaja kwa Uyena na akamwambia kwamba chukua ngame 100 na umwache huru mama yetu. Uyena akafikiri kwamba sasa mtu huyo ataongeza bei yake. Hapo akakataa kupokea na kumwacha huru, na hapo mwanaye akarejea. Baada ya muda mfupi, Uyena alipopata hisia kwamba mtu huyo hatarejea tena, Uyena mwenyewe akaenda kwa kijana wake na akasema kwamba ngamia uliokuwa ukinipa, je, bado unanipa? Kijana huyo akasema sasa nitakupa ngamia 50, na akifanya hivyo jambo likafikia ngamia 10 tu. Uyena alikuwa anamwomba kitu fulani na huyo alikuwa anasema kwamba sikupi hiyo, haya nipe kiasi hicho. Mwishowe bei ikaendelea kupungua na jambo likafikia hatua kwamba Uyena akasema chukueni mama huyo bure na muondoke naye. Hapo kijana akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam amewapa mavazi mapya na mzee huyo amekosa, hivyo nipatie mavazi kwa ajili yake. Uyena akasema sina chochote, mimi ni mtu maskini sana, nilisema kwa tamaa lakini nimepata hasara. Lakini kijana hakukubali, bali akasema kwamba umpe chochote. Mwishowe Uyena akalazimika kumpa shuka yake, na hivyo kijana huyo akaondoka na mama huyo mzee na pia mavazi yake, na akiondoka akaenda kumwambia Uyena kwamba huna akili hata kidogo, huna kipaji cha kupata faida kwa wakati. Na wenzake pia wakaendelea kumlaumu kwa sababu ya tamaa hakupata chochote. Kiongozi mkuu wa Banu Hawazin Malik bin Auf, kuhusiana na kukubali kwake Islam, imeandikwa ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwauliza watu wa Banu Hawazin kuhusu kiongozi wa Malik bin Auf kwamba yuko wapi. Wao wakamwambia kwamba yupo kwa Thaqif katika Taif. Mtume akasema kwamba mwambieni kwamba kama akija kukubali utii wake atarudishiwa familia yake ambao tayari walikuwa wameshatekwa. Sawa na riwaya zingine, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ametoa amri makhsus kwa ajili ya ahali yake kwamba wao wasikabiziwe kwa mtu yeyote kama mateka, na malazi yao yakaandaliwa huko Makka kwa Umme Abdallah binti Abi Umayya. Wao wakampelekea taarifa, naye akawa tayari kuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini akapata hofu kutoka kwa Banu Thaqif kwamba kama wao wakijua ya kuwa huyu anakwenda kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasije wakamfunga ndani. Hivyo yeye akatayarisha farasi na ngamia mmoja, na katika giza la usiku akatoka Taif na akaja kuhudhuria kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Jirana, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamrudishia familia yake na pia akampa zawadi ya ngamia 100. Kwa kuona huruma na ukarimu wake, yeye akasilimu na kisha umri mzima akawa muislamu mwenye ikhilasi. Na baadaye Mtume sallallahu alaihi wasallam akamfanya kuwa mtawala wa kaumu ya Hawazin na amiri mkuu wa jeshi lake. Huyo alikuwa ndiye Malik bin Auf ambaye alikusanya Banu Hawazin wote na Thaqif na makabila mengine, na alikuwa amewaleta ili kuwaangamiza Waislamu. Alikuwa na nia ya kumwaga damu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini ukamilifu wa afua na rehma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio huu kwamba yeye alikuwa akitamani juu ya mwongozo wake. Pia alipokuja kwake ili kumomba mwongozo, ye akamsamehe, bali akampatia ngamia 100 kama zawadi. Katika mateka ya vita hii, mmoja alikuwa mwanamke mmoja Shema. Hii ilikuwa ni lakabu yake, jina lake halisi lilikuwa Hazafa. Alipokamatwa akawaambia wale waliomkamata ya kwamba mimi ni dada wa kunyonya ziwa moja ya nabii wenu, lakini maswahaba hawakukubali.
kundi moja la ansar wakamkamata na wakamleta kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye akasema, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimi ni dada yako wa kunyonya ziwa moja. Mtume akamuuliza kama ana nishani yoyote. Ye akaonyesha nishani ya meno na akasema, ulikuwa umenikata kwa meno wakati katika utoto wako nilikuwa nimekubeba. Baadaye mtume atakuwa amekumbuka tukio zima na anasema, wakati ule tulikuwa tunachunga mbuzi na baba yangu na mama yako wa kunyonyesha ziwa ni mama yangu mzazi. Ewe mtume wa Allah, kumbuka nilikuwa na kukamulia maziwa ya mbuzi. Mtume akatambua kwa alama na akasimama na akatandika shuka kwa ajili yake, akasema kwamba kaa hapa. Akamkaribisha na machozi yakaanza kutoka macho yake, na akamuuliza kuhusu wazazi wake waliomnyonyesha ziwa. Akamwambia kwamba wao ameshafariki dunia. Mtume akasema, kama ukiona sawa ukae kwangu, utapewa heshima na upendo na daraja, na kama unataka kwenda kwa kaumu yako, mimi nakuhurumia tu, wewe uondoke. Ye akasema kwamba mimi nataka kurejea kwa kaumu yangu. Kwa vyovyote vile ye alikubali islam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akampatia watumwa watatu na mjakazi mmoja, na akatoa amri ya kumpatia ngamia moja au wawili. Wakati ule alikuwa Hunain, hivyo akamwambia kwamba nenda Jirana na uishi kwa kaumu yako, mimi nakwenda Taif. Hivyo yeye akaenda Jirana na mtume sallallahu alaihi wasallam akakutana naye katika Jirana na akampatia mbuzi na makondo sawa na riwaya moja. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia kwamba omba chochote utapewa, na ombi lote ukileta litakubaliwa. Yeye akaleta ombi la msamaha la mtu mmoja wa kaumu yake Bajad. Mtu huyo akimua muislamu mmoja alikuwa ameunguza maiti yake na kukimbia, lakini maswahaba wakamkamata. Sasa Shama alipoomba msamaha kwa ajili yake, mtume akamsamehe, lakini hakuna maelezo kwa yakini atakuwa amelipa dia yake vile vile. Sawa na riwaya ya Abu Daud, mama wa mtume sallallahu alaihi wasallam aliyemnyonyesha alikutana naye katika eneo la Jirana. Hiyo imesimwa, lakini wanasema kwamba riwaya hiyo ni dhaifu. Mama alikuwa hakukutana naye, yawezekana atakuwa amekutana naye katika sehemu nyingine, au msimuliaji amekosea kuelewa, kwani sawa na riwaya ya kawaida, kabla ya vita ya Hunain, mama yake aliyemnyonyesha ziwa alikuwa ameshafariki dunia. Mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam alipohamia Madina kutoka Makka, wakati ule watu wa Makka walikuwa wametangaza kwa pamoja ya kwamba yeyote atakayemleta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa hai au amekufa atazawadiwa ngamia 100. Ni tukio mashuhuri sana, limeshaelezwa mara kadhaa. Akisikia tangazo hilo, Suraka bin Malik akamfuata Nabii Karim sallallahu alaihi wasallam na akafika kwake, lakini wakati ule kimuujiza Mwenyezi Mungu akamlinda na akamfanya Suraka bin Malik kushindwa. Wakati ule mtume alikuwa amemwambia Suraka, utakuwa na hali gani ambapo bangili za Kisra zitakuwa mikononi mwako? Wakati ule yeye akamwomba mtume sallallahu alaihi wasallam apatiwe maandiko ya amani. Suraka huyo akiwa na maandiko yale yale akaja katika eneo la Jirana na akakubali Islam. Kwenye kumbukumbu hizi inapatikana habari ya nadhiri ya Hat Umar aliyekuwa ameiomba yeye. Hat Umar alisema kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katika zama za ujahilia nilikuwa nimeomba nadhiri ya kwamba siku moja nitafanya itikafu katika msikiti wa Haram. Ewe mtume wa Allah, unasemaje? Mtume alisema kwamba uende na ukatimize nadhiri yako. Hivyo Hat Umar aliondoka na akaenda kutimiza nadhiri yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa bado katika Jirana. Usiku moja alitoka
na kwenda makka kwa nia ya kufanya umra na sawa na riwaya alikwenda usiku na usiku ule ule akarejea. Watu wakazani kwamba mtume muhammad saa salam hakuenda katika sehemu yote, alikuwa ameenda kwa muda mfupi tu. Kuhusu kurejea kwa mtume saa salam katika madina imeandikwa ya kwamba kabla siku 12 kabla ya dhulqada ilikuwa siku ya alhamis mtume sallallahu salam alianzisha safari ya kurudi madina. kabla yake alikuwa ameshateua Attab bin Usaid kama mtendaji wa Makka. pamoja na huyu mtume akawaacha Hazrat Muadh bin Jabal na Abu Musa Ashari wakae nyuma ili wao wawafunze watu Kurani tukufu na dini. mtume sallallahu alaihi wasallam aliweka wanyama wachache pamoja naye ili njiani aweze kuwapatia watu wenye kukutana naye. akatoka bonde la Jirana na akafika Marru Zohran kwa kupitia Sarf, na kisha baada ya safari ya siku 9 alifika Madina. mausiku matatu ya Zulqadha bado yalikuwa yamebaki katika vita hizi zote na ushindi wa Makka na ushindi wa Hawazan na kuwashambulia watu wa Taif. kwa jumla zilipita miezi 2 na siku 16. wataalamu wa dini ya kimashiriki wanaleta shutuma kuhusu ushindi wa Makka, vita ya Hunain na vita ya Taif na kadhalik. japo hawakuweza kupata jambo lolote lenye maana, lakini zipo shutuma zao mbili zinazoelezwa. mimi nazieleza hapa. hivyo mtaalamu wa zama hizi William Montgomery Watt huyu anasema ya kwamba tafsiri yake ni kama hivi ya kuwa tukiwaacha kina mama wachache tu waliokabiziwa maswahaba wachache wakubwa, mali yote nyingine na mateka waliwekwa Jirana chini ya uongozi wa Masud bin Amr Ghaffari. vivyo hivyo Sarvili Mior anaandika kwamba katika mateka wanawake 3 wazuri walioletwa kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mmoja wao yeye akampatia Ali, mmoja akampa Uthman na mmoja akampa Umar, na mwanamke huyo Hazrat Umar akampatia mwanaye Hazrat Abdullah. kuhusu wengine wawili haijulikani kwamba wakatendewa vipi. kisha anaandika ya kwamba kwa maelezo hayo tunapata kujua na kuelewa kuhusu hali ya ndani ya historia ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba yeye aliwapa mateka wale ambao mmoja wao ni baba wa mkewe na wawili ni waume wa mabinti zake, yani ametumia upendeleo. wamejaribu kuleta shutuma hii na wamejaribu kueleza tukio hili kama shutuma au kama njama, lakini jambo hilo halina uzito wote, kwani wakati wa vita ya Hunain ugawaji wa mateka ambamo habari hii imeelezwa ya kuwapa wajakazi, habari hizi hazipatikani katika Sirat Halbiya Tabaqat Ibn Saad, isipokuwa inapatikana habari ya ugawaji wa mali tu. katika Tabaqat Ibn Saad imeandikwa kwamba siku ile Waislamu walipewa mateka 6,000. washirikina baada ya kusilimu wakamjia mtume na wakasema, ewe Nabii sallallahu alaihi wasallam, wewe ni mbora kabisa kwa watu wote, umewakamata wanawake, watoto na mali yetu. mtume akawaambia Waislamu kwamba mtu yote ambaye ana chochote kutoka mali yao na moyo wake unarizika juu ya kurudisha, basi njia hiyo ni bora zaidi, na mtu asiyerizika yeye atupatie sisi, na hiyo itakuwa mkopo juu yetu, na tukipata chochote tutampatia, tutamlipa. wao wakasema, ewe Nabii sallallahu alaihi wasallam, sisi tumerizika na tunakubali amri yako. mtume alisema, mimi sijui, huenda awepo kati yenu asiyerizika kama ilivyoelezwa kabla, hivyo nini mutume wajumbe wenu. hivyo wajumbe wakaletwa kwake kwamba wao wako tayari na wamerizika na wanakubali amri yako.
kwanza kabisa mateka waliokamatwa katika vita vya hunain mtume sallallahu alaihi wasallam namna alivyotumia hikima yameshaelezwa maelezo kwa kupitia historia mbalimbali na vitabu mbalimbali vinavyoaminika. Sir William Muir mwenyewe pia anajua yote. Ndiyo maana William Muir japo ana tabia ya kuleta shutuma tu bila uhakika wote, hawezi kusimama mpaka kukiri ukweli huo. yeye anaandika ya kwamba mateka wote wa Hunain walikuwa wameachwa huru. Maelezo yake haya yenyewe yanakataa katakata shutuma yake, na matukio ya vita hii tukiyachunguza vizuri yanatuambia kwamba mwanzoni mateka maswahaba walikuwa wamekabidhiwa, lakini pamoja na hayo ni wazi kwamba maandalizi yalipofanywa na yalipotimia, mateka wakapelekwa Jirana chini ya uongozi wa Masud bin Amr Ghafari, na mtume aliporejea kutoka Taif na akaongea na watu wa Hawazan. Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na hikma yake na huruma yake alikuwa amemwachisha mteka wa kila mtu. Nimekusha eleza tayari, na mtaalamu wa dini ya kimashiriki Montgomery Watt anaelewa uhakika wake, kwani hapo anaandika kwamba inaonekana ya kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada yake, yani baada ya muda mrefu, waliosikia wameongeza visa hivi. Yawezekana kwamba mambo hayo ni mambo ya kufikirika tu. Shutuma moja imeletwa na Margolis kuhusu kiongozi wa Taif Malik bin Auf Nasri kwamba yeye alikuwa amelazimishwa kukubali Islam. Shutuma hii ya Margolis pia haina msingi wowote, na huo ni mfano mmoja wa wataalamu wa dini ya kimashiriki kuhusu sera ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, namna wanavyoiona kwamba namna ambavyo wanapaka rangi nyingine ya karaha juu ya matukio yake yenye huruma, jambo ambalo halina uhakika wote. Maelezo yake yameelezwa katika Sirat Ibn Hisham kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akikubali ombi la msamaha wa ujumbe wa Hawazan alipowarudishia mateka yao na mali yao, kama imekwisha elezwa tayari kwamba akapata wazo kuhusu kiongozi wao Sardar bin Malik Auf, na yeye akawauliza kwamba niambieni hali ya Malik bin Auf. Akaambiwa kwamba huyu yupo katika Taif pamoja na Saqif. Hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akapata huruma tena kuhusu Malik bin Auf, na Mtume alisema kwamba nendeni mkamwambie kwamba kama anakubali Islam basi atarudishiwa mali yake na familia yake na watoto wake. Na hakuishia hapo tu, bali alisema kwamba atapatiwa ngamia 100 kama zawadi. Jambo hilo ni muhimu sana la kuzingatiwa, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mshindi, hana faida kutoka Malik bin Auf, na chini ya kanuni yoyote hawajibiki kumtendea Malik bin Auf kwa huruma, lakini kwa sababu ya huruma yake aliyokuwa nayo anampelekea ujumbe wa kukubali Islam, na anamwahidi kumrudishia familia yake na mali yake na ngamia. Upande ule katika moyo wa Malik pia inaonekana kwamba Islam ilikuwa imeshapenya tayari. Hivyo ye alipopokea ujumbe wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye akaondoka ili kukutana naye akitoka Taif. Akaja kukutana naye katika Jirana au katika Makka. Malik alikuwa amesha silimu tayari. Mtume sallallahu alaihi wasallam akampatia familia yake na mali zake na ngamia 100 kama zawadi, na yeye alikubali Islam. Wakati wa kukubali Islam alisoma shairi moja, ilikuwa ndio hii kwamba ma in raaitu wala samaitu bimislihi fi nnasi kullihim bimisli Muhammad, mimi katika watu wote sijawahi kumwona mtu kama Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala kusikia habari zake. Yani sijawahi kusikia habari ya mtu
ambaye anaweza kusimama mbele ya muhammad saa salam. haya yalikuwa matukio ya hunain na mingine nitaeleza siku za usoni. wakati huu nataka kuwazungumzia marehemu wawili na nitasalisha jina yao. marehemu wa kwanza ni daktari laikemad farukh saheb. alikuwa anaishi kanada, alifariki dunia. kwa miaka mingi alijitolea kama daktari mwenye kujitolea maisha yake wakfu katika bara la afrika. siku za nyuma alifariki dunia akiwa na umri miaka 83. inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. marehemu alikuwa musi. ameacha katika familia mke, kijana mmoja na mabinti wawili. chini ya mpango wa majlis nusrat jahan mwaka 1974 alipelekwa nchini ghana hadi 1978 akaendelea kuitumikia jamaat katika hospitali ya ghana. baada ya kukamilisha wakfu wake wa miaka 3 aliomba ruksa kwa sababu ya siha yake, lakini khalifatulmasih assalis akamwambia afanye kazi kwa mwaka moja zaidi. kesi ngumu zilikuwa zinamjia. kesi mushkil alikuwa anazipokea na baadhi ya kesi alikuwa anapeleka katika hospitali nyingine, lakini mgonjwa alikuwa anasema kwamba hapana, mimi kama nataka matibabu nitapata matibabu kutoka hospitali ya ahmadia na ahmadia daktari. na alifanya upasuaji ambao kwa fadhili ya allah ukafanikiwa. kwa vyote vile alipokea kesi moja ambayo ilikuwa ni kesi ya henia. yeye alifanya upasuaji wake. kesi ilikuwa mushkil sana, akafanya dua, mungu akamjalia ufaulu. mwaka 84 alipelekwa afrika tena nchini gambia, na hadi mwaka 93 akaendelea kufanya kazi yake na akaitumikia jamaat kwa wakfu wake kwa weledi. mwana wake ameandika mambo yote sahihi kwamba alikuwa mtu mkimia sana, mwenye kufanya dua, mnyenyekevu, na alikuwa mfano wa subira na dini iliyo imara. alipitisha maisha yote katika kuwatumikia wanadamu. alikuwa anaishi katika kijiji kadogo cha gambia na alikuwa anaishi kwa mushkil sana. kulikuwa hakuna umeme wala maji, lakini aliendelea kuwatumikia wanadamu. anasema kwamba mimi nilikuwa mgonjwa, nilipata marazi kwenye miguu. alikuwa ananibeba na kupeleka shuleni, hakulalamika hata kidogo. kisha anasema kwamba hii ilikuwa bahati yetu njema kwamba khalifatulmasih rabi rahimahullah taala alipoenda kuitembelea mwaka 88 alienda katika nyumba yao, na katika nyumba kulikuwa hakuna viti vya kukalia, lakini huzur alisema kwamba mimi nitakula chakula pamoja nawe, na akawaambia watu wengine kwamba waende nje. hiyo ilikuwa heshima kubwa kwa ajili yao. alipokuwa anafanya kazi katika mji wa lahore, alikuwa anaeleza tukio moja kwamba presha yangu ilipungua sana na mimi nikajilaza juu ya meza, nikahisi kwamba nakaribia kufa. madaktari pia wakapata wasiwasi, lakini wakati huo huo nikapata sauti kwamba muda wako bado haujafika, utakuja ukiwa kanada. anasema kwamba kisha mwenyezi mungu akatimiza habari hiyo kwa miaka kadhaa. safari moja alipokuwa amerejea kutoka ghana mwaka 78, ujumbe ulienda kukutana na khalifsi thalith rahimullahu taala. huzur alisema kwamba wewe umerudi, nitakutuma tena nchi ambapo umekuja. anasema sikuelewa, kwani nilikuwa sina nia ya kujitolea wakfu, lakini mwaka 83 nikapokea barua ya katibu wa nusrat jahan kwamba tunaendelea kutafakari kuhusu wewe, hivyo uje. mwaka 84 khalifsi rabi rahimahullah taala akampeleka tena katika bara la afrika, yani gambia. na anasema kwamba mimi nikaona kwamba ni muujiza kwamba khalifa mmoja alisema jambo moja na mwingine akalitimiza. wahab adam saheb alikuwa amir wa zamani wa ghana. alikuwa anasema kwamba dr saheb alipokuwa anamwona hali ya mgonjwa, hali tete, alikuwa anaanza kuswali nafali. mimi pia nimekaa katika ghana, yeye pia alipokuwepo huko, mimi nimemwona. alikuwa mtu mwema sana, mnyenyekevu, na
mwenye jaziba ya kuwatumikia wanadamu. Alikuwa anawaheshimu sana wakfin, alikuwa mkarimu sana. Wote wawili, mume na mke, wote walikuwa wakarimu sana. alikuwa na sifa nyingi sana ambazo zinapatikana kwa watu wachache. daud hanif sahib ambaye ni principal wa jamia ahmadia kandida alipokuwa amir wa gambia anasema kwamba dr sahib muda wote alikuwa tayari kuwatumikia wanadamu. alikuwa haoni usiku wala mchana. alikuwa anaona kwamba mtu huyu ana shida, hivyo nina wajibu wa kumtumikia. alipopelekwa sehemu fulani, hospitali ilikuwa ndogo sana. alikuwa anasafiri kwa tabu sana kwa kubadilisha feri mbili, na pia alikuwa anaishi katika nyumba iliyokuwa nyumba ndogo ambayo alikuwa anaishi, lakini akaendelea kuishi kwa furaha. kulikuwa hakuna umeme wala maji wala simu. akalazimika kuchota maji kutoka mto. alikuwa anatumia mshumaa. alikuwa anafanya upasuaji wakati wa mchana chini ya mwanga wa jua, na alikuwa anapasha vifaa vyake kwa kutumia moto wa gesi. siku hizi madaktari hawako tayari kukubali kwamba hiyo inaweza kufanywa. safari moja alipokuwa nchini gambia, majambazi wakambamia katika nyumba yake. watu wakahisi kelele, wakawazunguka wajambazi. yeye akatoa silaha yake na akampiga mtu mmoja, ye akapata jeraha. dr saheb akaitwa mara moja wakati wa usiku. ye akafanya upasuaji wake na akafanya upasuaji chini ya mwanga wa mshumaa, jambo ambalo haliwezi kufikiriwa leo. na kwa fadhili ya allah upasuaji ukafanikiwa na mgonjwa huyu akapona. safari moja mtu moja maskini akaja kwa daktari akasema, kiji changu ni mbali, sina uchukuzi, siwezi kuleta mgonjwa hapa, wewe nisaidie uende ukamwone mgonjwa. ye akaondoka pamoja naye na akaenda kumwona mgonjwa na akamtibu na ye akapona. mbunge wa maeneo yake ye alipojua, yeye akaja kumshukuru kwenye zahanati yake. na alipokuwa alikuwa anakuja kukutana naye kwenye kliniki yake, na alikuwa anazuhirisha hisia zake kwamba kwa kweli nini mnayoendelea kuwatumikia wanadamu. mwenyezi mungu amghofirie na amrehemu, amwinue katika daraja, awalinde mke na watoto wake, na awajali subira na uvumilivu. jeneza inayofuata ni ya bwana hamid ahmad ghori saheb, mkazi wa hyderabad, india. siku za nyuma akiwa na umri miaka 74 alikuwa amefariki dunia. marehemu alikuwa musi, ameacha mke na binti moja na vijana 4 katika familia na pia wajukuu zake. wote wanaendelea kuitumikia jamaati kwa namna yote iwayo. alikuwa mdogo wa inam ghori saheb nazirallah qadian. alikuwa baba wa samad ghori saheb ambaye ni mbashiri wa jumuiya katika albania. alikuwa na tabia ya kuswali swala zote kwa wakati. alikuwa anapenda sana kurani tukufu. alikuwa anasoma kurani tukufu na alikuwa anafanya juhudi ya kuhifadhi. katika afya yake aliendelea kuswali sala ya nafali, na kabla ya alfajiri alikuwa anaenda kuwaamsha watu na alikuwa anawaita kwa ajili ya swala ya alfajiri. alipata bahati ya kufanya hija na umra. alikuwa mwenye kufuata amri zote za ukhalifa. kila amri iwe ndogo au kubwa alikuwa anafanya juhudi ya kuifuata, na alikuwa anafuata, na kisha alikuwa anatoa hutuba katika jamaati. alikuwa anafikiri kwamba ngoja nifuate kwanza kisha nitaiambia jumuiya, na alikuwa anafanikiwa kwa fadhili ya allah. alikuwa anawatibu watu kwa kutumia dawa za homeopathy. alikuwa amezitunza dawa za homeopathy nyumbani. alikuwa anawapatia wagonjwa bure. alikuwa kumstari wa kwanza katika swala kujitolea. jamaa yake moja alisema kwamba nilikuwa nadaiwa mchango wa wasia. marehemu akaenda kwa katibu wa fedha na akalipa mchango kwa niaba yake, na kisha akamsihi kwamba uwe makini, usiwe unadaiwa, kwanza utoe michango.
alikuwa mwenye kufanya huruma kwa wote na alikuwa anawakusanya jamaa zake katika nyumba yake. Alikuwa anashiriki kwenye furaha na huzuni zao. Alikuwa anawaheshimu sana viongozi wa markaz na mubashirin. aliwahi kuwa naib amir hyderabad, katibu wa talimul quran na sadr wa tawi lake. nazim ansarullah naib sadr majlis ansarullah kusini mwa india pia alipata bahati ya kuitumikia. ana huduma nyingi za kijamaati. amewahi kushiriki katika jalsa salana uingereza. mwenyezi mungu amghofirie amrehemu. mwana wake hakuweza kushiriki katika jina yake ni mbashiri nchini albania. mwenyezi mungu amjalie uvumilivu na subira. nitasilisha jinaza yao baada ya swala ya ijumaa. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.